Ndio, hujambo, karibu tena mwana michezo, tuungane kwenda kuzungumza yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa. Hii hapa itakuwa ni taarifa nzuri kweli kweli, hasa kwa mashabiki wa Young Africans. Hivi ni vitu ambavyo wanapenda kuvisikia, na sio kwa mashabiki wa Young Africans tu pekee, basi ni kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania, kwa jinsi ambavyo mwamba huyu aliweza kufanya maajabu ya mpira kweli kweli Tanzania. Basi mimi nakushushia exclusive ambayo imeniweka hapa. Karibu tuungane kwenda kuzungumza yale ya kimichezo, na taarifa kubwa ambayo ninayo hapa mezani, taarifa kubwa ambayo ni nzuri hasa kwa mashabiki wa Young Africans, ambayo walikuwa pengine wanatamani kuisikia, pengine walikuwa wanaisubiri kwa hamu. Ni kuhusiana na nyota wao wa zamani wa Young Africans, sio mwingine namzungumzia ni Stephane Aziz Ki, mwamba wa Ouagadougou, ambaye aliwahi kutamba kunako kwenye kikosi cha Young Africans kabla ya kuondoka kwenda kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca. Na pengine alivyotoka Wydad Casablanca, Stephane Aziz Ki maestro huyu alienda kujiunga na kikosi cha Al Ittihad Club ambacho kinapatikana pale nchini Libya, kwenye ligi ambayo inachipukia kwa sasa, kwenye ligi ambayo inafanya vizuri kwa sasa, ligi ambayo inakuja vizuri kwa sasa Afrika. Tukumbuke mpaka sasa ligi ya Libya bwana imekuwa ni ligi tishio, badala ya kusajili wachezaji wengi ambao ni maarufu kutoka kwenye vilabu mbalimbali. Ukiachana na hao unaweza ukawapata wakina Kip Dennis Prosper, Steven Dese Bukwala, Fabrice Luamba Ngoma, lakini pia Stephane maestro Aziz Ki mwamba wa Ouagadougou, na Tembi Kosilochi ambaye alikuwa akikichezea kunako klabu ya Wydad Casablanca na Aziz Ki, lakini badala ya Wydad Casablanca alikuwa Mamelodi Sundowns, Masandawana, The Sky Limit, The Yellow Nation. Na taarifa kubwa ambayo ninayo hapa mtazamaji wa Mponela Update ni kwamba Aziz Ki bwana anataka kurejea kunako kwenye kikosi cha Young Africans, na tayari taratibu za kumrejesha bwana zimeanza. Muda wote kuanzia sasa Yanga watatuma ofa kwenda Al Ittihad 6 ya Libya. Januari hii Aziz Ki alijiunga na Al Ittihad kwa mkataba wa miaka miwili wenye thamani ya shilingi USD dola 400,000 ambazo ni sawasawa na bilioni 1 na milioni 480 za Kitanzania. Sasa Yanga bwana wanataka kumrejesha, badala ya kugundua na yeye anataka kurejea Young Africans. Tukumbuke bwana nyota huyu Stephane Aziz Ki maestro kweli alifanya vizuri kunako kwenye kikosi cha Young Africans, aliweka alama nzuri kunako kwenye kikosi cha Yanga, aliweka mchango mzuri ambao utakumbukwa na wananchi wengi, badala ya kufanya vizuri kweli akitokea kwenye klabu ya ASEC Mimosas. Na tukumbuke bwana Stephane Aziz Ki ujio wake utakuwa ni ujio mzuri kweli kutokana na Young Africans ya sasa imekuwa imejijenga kweli hasa kwenye maeneo mbalimbali. Na sasa Stephane Aziz Ki mwamba wa Lusaka atakuja kuungana kunako na Starboy, raia kutokea Uganda, Jinja Kampala. Sio mwingine, wanamuita Starboy Alan Okello. Young Africans wameamua kumrudisha Stephane Aziz Ki kutokana na ubunifu wake kwenye mpira wa sasa wa soka ambavyo unahitaji. Nini namba 10 anahitaji? Basi Young Africans wameona bwana Starboy Alan Okello atoshi, inabidi pia awe na option nyingine, na tumemzoea bwana Alan Okello amekuwa akicheza kwenye eneo la winga, lakini muda mwingine amekuwa akichezeshwa kwenye eneo la namba 10 attacking midfielder, na amekuwa akifanya vizuri kweli kwenye eneo la namba 10. Amekuwa na ubunifu kuliko nafasi ambayo anacheza nafasi ya winga. Kwa hiyo ujio wa Stephane Aziz Ki utakuwa ni ujio mzuri kweli hasa kwa mashabiki wa Young Africans na mashabiki wa soka nchini Tanzania, ambao walikuwa wameona kiwango chake na mchango wake, contribution ya Stephane Aziz Ki kwenye kikosi cha Young Africans. Je, Stephane Aziz Ki, swali la kujiuliza ni kwamba atarudi kwenye ubora wake ambao alikuwa nao hapo zamani akiwa kwenye kikosi cha Young Africans, lakini sio hivyo kwenye kikosi cha Wydad Casablanca? Hilo ni swali la kujiuliza mtazamaji, na wewe pia naomba comment yako uweze kuniandikia kwamba unamuona atakuwa ni Stephane Aziz Ki wa aina gani. Je,
ongeza kiwango na kinoa kiwango chake zaidi kwenye ile fomu ambayo tulikuwa tunamtegemea zamani akiwa na kikosi cha Young Africans, kama tunavyoona kwa Mwamba wa Lusaka. Clatous Chota Chama ambaye alitoka Young Africans, performance yake haikuwa vizuri na akamia Singida Black Star, na penyewe akakiwasha Simba Sport Club Mnyama, wakaona wamrejeshe kunako kwenye kikosi chao cha Mnyama, na kwa sasa Chama amekuwa kitamba. Chama amerudi kwenye ufalme wake pale Simba Sport Club. Je, kwa Aziz Ki Stephanie Master Mwamba wa Gadugu raia wa Burkinabe atarudi kwenye fomu ile ile? Naomba niandikie comment yako kwa jinsi ambavyo unaona ujio wa Stephanie Aziz Ki. Utaenda kuongeza nini kunako kwenye kikosi cha Young Africans, ama utaenda kuboresha nini kunako kwenye kikosi cha Young Africans, ama engineer na jopo lake wamefanya vizuri kwa usajili huo kwa kumrudisha tena Stephanie Aziz Ki kwa msimu ujao? Naomba comment yako. Mimi naitwa Michael, wengi wanapenda kuniita mtaalamu wa pasi za mwisho, lakini wengine wanapenda kuniita profesa wa breaking news. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mbalimbali kupitia social network mbalimbali ambazo tunaweza kupatikana social media, ikiwepo YouTube. Ukiandika Mponela Update utakuwa umetisha kweli, ukienda kusubscribe, lakini Facebook pamoja na Twitter.